Waziri wa Kilimo Hussein Bashe ametoa onyo kali kwa wanasiasa wa mkoa wa Simiyu akiwataka kuacha kutumia zao la pamba kama siasa badala ya zao la kiuchumi linaloweza kuwakomboa wakulima kutoka katika umaskini. Bashe ametoa kauli hiyo leo katika wilaya ya Meatu mkoani Simiyu wakati wa ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, huku akisisitiza tangu historia ya nchi hii mkulima wa Simiyu alikuwa akivuna kilo 200 hadi 300 za pamba na kusisitiza kuwa hakuna mtu anayeweza kuthamini bei ya pamba isipokuwa serikali. Ameongeza kuwa hata wakiwepo wanunuzi 500 kijijini, bei ya pamba huamuliwa na serikali. Bashe ametuma ujumbe wa wazi kwa Mpina na wanasiasa wote wa Simiyu akisema, nataka nimwambie yeye na mwanasiasa wa Simiyu, sitaruhusu mtu yeyote aharibu mfumo ambao tumeanza kuujenga. Amebainisha kuwa mwaka huu wilaya ya Simiyu ilikuwa imekadiria kuvuna tani 30,000 za pamba, lakini sasa wanatarajia kuvuna tani 60,000. Amewahimiza wakulima kuendelea kukusanya pamba, akisisitiza kuwa bei itaamuliwa na serikali na si mtu mwingine yeyote. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziko. Jambo jingine Mheshimiwa Rais ambalo nitaka nilitolee maelezo na nataka niliongee ili polepole wakulima wote wa pamba na wanasiasa wenzangu wanielewe katika hili. Mheshimiwa Rais, toka historia ya nchi hii mkulima wa Simiyu alikuwa anapata kilo 200 na kilo 300. Wanasiasa wa mkoa wa Simiyu wameitumia pamba kama siasa na sio zao la kiuchumi la kuwatoa watu katika umaskini. Kwanza, hakuna mtu yoyote anayeweza kutathmini bei ya pamba isipokuwa serikali. Hata wakiwa wanunuzi 500 kwenye kijiji, bei ya pamba inaamuliwa na serikali. Na mimi nataka nimuombe ndugu yangu Mpina hapa mbele ya wananzengo. Mimi na yeye tulishakubaliana Mheshimiwa Rais. Atasema hoja zake nitazijibu hadharani, kwa sababu hakuna ambalo serikali inaficha. Mpina huyu aliua kitalu cha mbegu katika kijiji cha Mwabusalu kwa siasa hizi za kuwadanganya wananchi. Serikali ikakiondoa. Tuliweka kitalu, wananchi wale walikuwa wanapata zaidi ya milioni 250 mpaka milioni 320. Fedha za ziada ukiacha bei. Akaenda kuwahamasisha wapande mahindi ndani ya katika hivyo vitalu. Hatuwezi kuruhusu mfumo huu ambao wanao, na mwaka 2019-20 alikuwemo kwenye serikali. Ni mmoja kati ya watu waliompotosha Rais Magufuli kumwambia kuwa bei ya pamba duniani ni juu, rais atangaze bei. Matokeo yake pamba ikafa, hawa wananchi pamba zikanunuliwa 500, ikawa matatizo matupu. Nataka nimwambie yeye na wanasiasa wote wa Simiyu, sintaruhusu mtu yoyote aharibu mfumo ambao tumeanza kujenga. Mwaka huu wilaya hii Mheshimiwa Rais, pamba ilianguka mpaka tani 30,000. Tunataraji kuvuna tani 60,000. Na niwaambie wakulima, endeleeni kukusanya pamba, bei anayeamua serikali, na tunapanga sisi bei, sio mtu yoyote. Tulianza na 1,150, leo tuko 1,200. Mwaka jana tulianza na 1,150, tukamaliza na 1,700. Serikali itakuwa inatoa bei kutokana na mwenendo wa bei ya soko la dunia. Mfumo wa contract farming ndio mfumo sahihi wa kuondoa tatizo la pamba. Nyinyi wakulima hamwezi kutetewa na mtu mwingine isipokuwa serikali iliyoko madarakani. Na nataka nirudie tena, niwaonye wanasiasa wote. Mheshimiwa Rais, ninajua wapo watu waliwafata wasaidizi wako wakiwaambia eti serikali itoe ruzuku ya bei. Serikali haitorudia makosa iliyoyafanya mwaka 2019-20. Makosa haya ya namna hii anayoyafanya Mpina ndio yaliua korosho kwenye nchi hii, yaliua tumbaku kwenye nchi hii, yaliua pamba kwenye nchi hii. Hatuwezi kuruhusu
kama taifa kuja kuruhusu kuumiza mazao katika nchi yetu. Niwaombe wakulima, aminini mfumo unaojengwa na serikali, tutaendelea kusimamia, na mfumo huu wa BBT ndio mfumo sahihi. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Nimesema niyaseme haya, kuwe na uwazi na ukweli. Asante sana.